Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Alhamis ya tarehe 11 Disemba mwaka 2026. Tukianza na upande wa nyota ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Ikiwa unashughulika na masuala ya benki au jambo lolote linahusiana na mali iliyoshirikiwa, kodi, deni na urithi, kuwa mwangalifu kwa sababu akili yako inaenda kasi leo. Kumaanisha kwamba unaweza kupuuza maelezo, ni rahisi kukosa subira, pia ni rahisi kuwa na msukumo. Tahadhari. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Leo mambo yapo kinyume na ishara yako na pia yanapingana yasiyotabirika katika ishara zako. Hii inamaanisha kuwa mazungumzo na walio karibu nawe hayatabiriki na yako nje ya ukuta. Wewe au mtu mwingine anaweza kusema jambo lisilotarajiwa. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Hii ni siku ngumu, hali yako ni isiyotabirika ambayo inaweza kufanya ufanye mambo haraka sana na bila msukumo. Usipuuze maelezo na utoe kazi ya kizembe. Hata hivyo, hii inaweza pia kusaidia kuelewa kinachotokea kwa haraka na kufahamu mawazo haraka. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow na grey, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na kuendelea na upande wa nyota ya kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 20 Julai. Wazazi wanapaswa kuwa macho leo kwa sababu uvutano usiotabirika wa unajim unaweza kufanya hali zibadilike na ajali. Weka macho yako wazi, mipango ya kijamii inaweza kubadilika ghafla, ajali za michezo zinaweza kutokea haswa kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver, namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Utafurahishwa na nafasi ya kujifunza jambo jipya na lisilo la kawaida leo kwa sababu una njaa ya matumizi mapya. Masomo yatakuvutia leo katika moja ya mipango yako. Unaweza hata kuzungumza haraka zaidi leo. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange. Namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Majadiliano ya familia kuhusu mipango ya siku zijazo au kununua kitu cha hali ya juu huenda yakawa na msukumo leo. Labda wewe au mtu mwingine hafikirii kitu kikamilifu. Jilinde dhidi ya athari za goti. Chochote unachotaka kufanya, fanya kwa bidii inayofaa. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Septemba mpaka tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Angalia mara mbili kila kitu kinachohusiana na benki, mali inayoshirikiwa, mapato na mtiririko wa pesa leo kwa sababu ni rahisi kufanya makosa madogo wakati akili yako unaweza kufikiria haraka sana au unaweza kuwa na haraka. Jilinde dhidi ya upotevu wa pesa au mali leo kwa sababu ya upele au vitendo vya kutojali. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli.
Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Leo akili yako imenaswa na matukio mapya, ndio sababu unaweza kukosa subira na mazoea. Unataka kitu tofauti, unataka kukutana na watu wapya ambao watapinga mawazo yako. Hii ndio sababu unaweza kukosa subira au kutojali kile unachotarajia kufanya. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Sagittarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Kitu kinachofanyika nyuma ya pazia au hata kwa siri kinaweza kushangaza au kushtua kwa njia fulani leo. Siri inaweza kufichuliwa, inaweza kuwa siri kuhusu maisha yako ya kibinafsi au mshangao kwenye vyombo vya habari. Angalia mara mbili maelezo ya utafiti kwa sababu unaweza kupuuza jambo fulani. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Rafiki, labda mtu mdogo zaidi anaweza kufanya au kusema jambo ambalo litakushangaza leo. Hii inaweza kuwa na ya kupendeza au la. Wakati huo huo, hii ni siku ya kawaida ya kukutana na mtu mpya ambaye ni wa kuvutia au wa kawaida. Hii itakufurahisha kwa sababu unataka kupingwa na mwingiliano ambao unasisimua. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Fikiria mara mbili kabla ya kujibu wazazi wakubwa na kadhalika, kwa sababu ndani kabisa unaweza kujisikia mwasi kidogo. Bila shaka unajihisi huru leo, hasa kuhusiana na mamlaka. Unaweza pia kuwa mkweli kidogo. Hii ni kwa sababu kuna subira na mazoea na hutaki kushikiliwa na mtu yoyote. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na akiwa. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ya amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Ingawa unaweza kuwa na mwelekeo wa kupuuza maelezo leo, wakati huo huo utavutiwa kusoma hisabati, unajimu au taaluma za kiufundi na kisayansi, kwa sababu una hamu ya kufahamu mawazo mapya, hasa mambo ambayo ni njia ya kutoka. Kidogo hutaki kuchoka. Ukweli wa mambo unaojua wewe rafiki, hautaki kupitwa na utajiuliza maswali mengi. Ni kwa nini mahusiano yako yako hivi? Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade na aquamarine. Na tunaendelea kuzungusha gurudumu letu la upande wa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota siku ya leo. Tukianza na nyota ya Kondoo au Punda, muda wake mzuri leo ni saa 4 hadi saa 6. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wao mzuri ni saa 11 hadi saa 3. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wao mzuri ni saa 8 hadi saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ka, muda wao mzuri ni saa 5 hadi saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wao mzuri ni saa 7 hadi saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wao mzuri ni kuanzia saa 12 hadi saa 3 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wao mzuri ni kuanzia saa 7 hadi saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wao mzuri ni saa 8 hadi saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wao mzuri ni saa 3 hadi saa 7. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wao mzuri ni saa 7 hadi saa 6. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda mzuri ni saa 1 hadi saa 4 na dakika 50. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wao mzuri ni kuanzia saa 9 hadi saa 11 jioni. Ulikuwa nami na bye bye.